Historia ya idara ya huduma za uchapishaji katika kanisa la Waadventista wa Sabato inaanza kabisa kwamba ni idara ilianza mwaka 1848. Gazeti la kwanza kabisa lililochapishwa lilikuwa linaitwa Ukweli wa Leo, The Present Truth. Lilichapishwa mwaka 1849. Bado tena mwaka 1850 gazeti la pili likachapishwa lililohusu marejeo ya Yesu, ujumbe wa marejeo ya Yesu mara ya pili pamoja na Sabato. Na hapa ni kiini cha jina letu la kanisa la Waadventista wa Sabato, kwamba sisi Waadventista tunaishi hapa duniani huku tukitarajia kuja kwa Yesu mara ya pili, wakati huo huo tukiendelea kutunza Sabato ya siku ya saba ya juma. Na mwaka 1852 pia tunamshukuru Mungu, hapo ndipo mashine ya kwanza ilinunuliwa, mashine ndogo ya kwanza ilinunuliwa ya kanisa hili. Na baadaye tena mwaka 1855 eneo lile la kiwanda lilionekana kuwa dogo, kwa ikahamishwa kwenda pahala pengine kule Michigan. Tunaweza kufahamu kidogo tu falsafa ya huduma ya idara ya uchapishaji? Na kushukuru sana ndugu mtangazaji. Falsafa ya idara ya huduma za uchapishaji, moja, tunaiona kabisa katika maandiko matakatifu. Katika Kutoka sura ile ya 31 aya yake ya 18, hapo ndipo tunapoona kabisa mwanzo wa hii idara na falsafa, kwamba Mungu katika mlima wa Sinai alimwelekeza Musa kwamba apande na mabamba mawili ya mawe. Wengi husema mbao mbili za mawe, lakini hapa ni mabamba mawili ya mawe. Alipanda nayo, na baadaye tunaona kabisa ili kazi ifanyike kwenye idara ya huduma za uchapishaji inategemea mambo makubwa au nyanja 4. Nyanja ya kwanza kabisa, pawepo na mtunzi, na tunaona hapo mtunzi wa mwanzo kabisa wa idara ya huduma za uchapishaji ni Mungu mwenyewe. Aliandika, na mashine ya kwanza kabisa ilikuwa ni kidole chanda cha Mungu. Halafu na material ya kwanza iliyotumika ni yale mabamba mawili ya mawe. Na mwinjilisti wa kwanza kabisa alikuwa ni mwinjilisti wa kwanza wa vitabu, alikuwa ni Musa, aliyepewa vitabu viwili ambavyo ni mabamba mawili ya mawe. Moja lilikuwa limeandika amri 4 za kwanza, la pili lilikuwa limeandika amri 6 zile za mwisho. Na hivi zilikuwa zimeandikwa kwenye bamba moja. Kwa hiyo hapa tunasema idara ya huduma za uchapishaji ili ikamilike lazima awepo mtunzi ambaye ni Mungu mwenyewe, alafu awepo zana. Material ya kwanza ni yale mabamba mawili ya mawe, alafu tena pawepo mashine ni chanda cha Mungu, pawepo mwinjilisti wa vitabu ni Musa, alafu baadaye pawepo na watakao hudumiwa na hiyo idara. Hapa ni wana wa Israeli, ndio tunawachukua hapa kama wateja wa kwanza ama walengwa wa kwanza wa idara ya huduma za uchapishaji. Hapo ndipo Mungu alitaka kazi ianzie kwa taifa la Israeli, na mwisho machapisho yaanze yakasambae katika ulimwengu wote.